Hii ni sehemu ya 8 ya simulizi Mungu Nione. Katika sehemu ya 7 tulishia pale ambapo safari ya kuelekea Italia ni mbaya kwa ajili ya kwenda kumkamata Stefano, na baada kabisa kuweza kuwasiliana na yule polisi akidai kwamba yuko maeneo yale ya tukio, mimi na makaka tulikuwa tunajipanga kwa ajili ya kuanza safari kuelekea huko. Lengo ni kwenda kumkamata bwana Stefano. Je, tulifanikiwa? Basi twende pamoja, nitakujuza ndani ya sehemu hii hapa ya 8 ya simulizi Mungu Nione. Mtunzi ni Sadala JA, mimi director Owen kutoka hapa Simulizi Mix. Subscribe YouTube channel Simulizi Mix, lakini pia tucheke kupitia WhatsApp nambari 0677 062012. Huko utapata kupata simulizi zetu kwa haraka zaidi, sambamba na ndani ya application Android inayoitwa SMX app. Huko pia utapata simulizi zetu kwa haraka zaidi kuliko sehemu nyingine yote. Twende pamoja ndani ya sehemu hapa ya 8 Mungu Nione. Miguu tulichanganya kwa kasi kuwaiba hiyo ambayo ilikuwa mbali kutoka nyumbani, lakini hatukufika mbali. Nikasita na kumtizama makaka. Majaliwa, mbona umesimama ghafla vipi? Aliuliza huku akiwa ananitizama. Nguo zako makaka? Nguo zangu zimekwaje? Wewe twende bana, acha tu kupoteza muda, ujui kama tunachelewa hapa. Aliuliza makaka huku akipitisha macho na kujikagua mwenyewe. Hakuelewa kwa nini nilikuwa nimezungumza neno hilo. Hizo nguo hizo vani za kazi. Sasa itakuwa ni hatari sana kama atakubaini unamchezea mchezo. Kwani huna nguo nyingine? Niliuliza huku nikimvuta makaka mkono turudi nyumbani. Ninazo. Afu nilijisahau dogo. Hembu nilikuwa tayari nimeshaziandaa kabisa ni. Hembu haraka sana turudi. Alijibu makaka, kisha tukaanza kuongeza mwendo kurudi nyumbani. Mwendo wa kutembea tuliona kwamba utoshi, kwa pamoja tulianza kukimbia kuokoa muda. Na tulipofika makaka alifakamia mrango, kisha akaingia kwenye chumba chake ambacho kipo kando kabisa ya geti hilo. Na baada ya muda mfupi akatoka kavalia suruali nzuri kabisa ya kitambaa cheusi pamoja na kofia kifuani mwake. Alikuwa amevalia shati nyeupe ya mikono mirefu. Alibadilika sana makaka. Isingelikuwa rahisi kabisa kumgundua kama nisingelikuwa makini mimi. Hapa vipi? Kibosi zaidi yani. Nilimjibu huku nikiwa na tabasamu, na makaka rudisha mrango wake na kutoka. Tulitoka nje. Muda huo kimvua kilikuwa kimeanza kuanguka, lakini haikutuzuia tusiendelee jukumu letu. Makaka alisimamisha bodaboda moja, kisha akaomba atubebe wawili, huku akimpa maelezo sehemu ya kuweza kutufikisha. Dereva yule makini kabisa aliungurumisha engine ya Sun LG haraka sana na kutuaisha tusiweze kulala na mvua ile. Mwendo wa dakika 15 tu kwa makadirio tukawa tumeshafika pembezoni kabisa mabaire, na makaka akalipa nauli, kisha tukasimama na kujikinga kwenye grocery moja hivi iliyokuwa ikitazamana na baile ya Italiani. Hapa tumefika. Ila sasa si alisema kwamba saa 3? Nilimtupia swali makaka aliyekuwa anatizama baile. Alisema saa 3. Hebu angalia simu yako hapo, bado dakika ngapi? Nilimuuliza, naye makaka akajisachi akitoa simu, kisha akajibu, hapa bado robo saa. Na mvua hii hivi atakuja kweli? Anahisi kwamba atakuwa ameshafika huyo. Atakuwa ameshafika maeneo, ila naye anataka tu kumjua huyo mtu anayewasiliana naye. Si ajabu yuko mazingira ya nje tu hapa, akiwa anaangalia nani ambaye atamuhisi kwamba mimi na wewe anatujua vizuri sana. Hivyo akituona tu pengine atahisi kwamba tunamfanyia mchezo. Makaka, huu ni mchezo hatari sana, maana tunacheza na kijinga cha moto kiganjani. Huyu jamaa naye si mdhaifu kama tunavyomzania, hivyo tutumie akili ya ziada hapa. Nilimjibu huku nikiangaza eneo lile la baa. Pale baa palikuwa na mziki mlaini kabisa, tofauti na maeneo mengine kabisa ambayo yalikuwa hapo kimya baada ya umeme kukatika mtaani hapo kufuatia mvua iliyokuwa ikinyesha na kuongezeka muda hadi muda, iliyokuwa na upepo mkali vile vile. Hapo umenena mdogo wangu, na jambo hilo ndio ambalo linakukuza umri wako ingali bado ni mdogo sana wewe. Yaani akili yako si ya kawaida isi. Hivyo unampa gani mdogo wangu? Aliuliza makaka na kuegamiza umakini wote juu yangu. Hapo cha kufanya, hebu angalia kule upande ule pale. Kuna kigiza, hakuna taa ambayo inayowaka. Mimi nafikiri kwamba tupitie kule kuzani, tusijipitishe eneo lenye mwanga asije akatushtukia. Pindi atakapotuona tena tuko kwa wawili hivi, ndio akili yake itakapofunguka na kujua kwamba huu ni mtego. Alafu mbali na hilo, kwani baa ina milango mingapi ya kuingilia? Nilimtupia swali baada ya maelekezo mafupi kumpatia. Kiukweli mimi hapa sijajua ina milango mingapi, lakini ukitazama kwa ukubwa itakosa mlango wa 1 kweli? Hapana, nilimjibu. Kwa wazo lako lilo bora, ni bora kabisa tumie mlango wa 1 na sio kutumia
huu hapa ambako kila mmoja anapita, si ndio unachomaanisha? Aliuliza Makaka. Ndio hivyo Makaka, nakupenda bure Majaliwa, alisema Makaka, kisha akanishika mkono tuanze kupita upande kutafuta zile sehemu ambazo umeme umekatika. Tulifanikiwa kuvuka na kuliona lango la uani, lango ambalo ndani ya lango hilo kulikuwa na jiko la kitimoto, na mlango huo mdogo ulikuwa umeegeshwa na hakukuwa na mlinzi yoyote yule. Kabla ya kuingia simu iliita. Makaka alitoa mfukoni na kuitazama namba iliyokuwa juu ya screen. Ilikuwa ni namba ya Mr. Steve kama ambavyo alikuwa amesave. Amepiga, alisema kwa hofu Makaka, kwa kiwa anaangalia huku na kule kama kuna mtu atakayekuwa anamchunguza. Mpokea umsikilize. Poa, alitika Makaka, kisha akabinya kitufe cha kupokelea na kuitegesha simu sikioni. Mkubwa, mbona unaonekana kwamba unavunja ahadi yako? Ilisikika swali likiwa linatokea upande wa pili kwa bwana Stefano akiwa anauliza. Sauti ile niliingamua kwa Makaka aliyekuwa ameweka speaker nje, tukiwa tunasikia sote. Oh bwana Stefano, mimi ndo nimefika sasa hivi hapa, si unajua kwamba mvua nayo inachanganya nje huko? Alijibu Makaka akiigiza kwa sauti ile ile ya mwanzo. Umeshafika? Ya ndio nimeshafika, sijui wewe uko wapi? Mbona mimi nipo hapa kwenye yadi hapa ya magari na sija kuona hapa. Hatukupata mawasiliano vizuri Asa tukutane hapa kwenye yadi, alisema Stefano kisha akakata simu. Majaliwa, huyu jamani mjanja sana. Anasema yuko kule parking, lakini hapa sauti ya nyimbo niliyokuwa nasikia inaonekana kabisa yupo karibu kabisa na kaunta. Hivyo naye anataka kutuchezea mchezo kama ulivyokuwa umehisi, alisema Makaka punde tu baada ya kukata simu. Ni kweli, ngoja nimpe taarifa afande wa Maya, maana naye alisema kwamba hayuko mbali na hapa. Poa, mpigie, alisema Makaka na kunikabidhi simu. Haraka sana niliangalia ile simu ya mwisho kabisa aliyowasiliana naye kisha nikampigia. Majaliwa, ya ndio mzee, kazi tayari, yule jamaa nimeshamuona. Sawa, ngoja basi nisogea hapo haraka sana, alijibu kisha nikakata simu na kumtizama Makaka. Mbona umemdanganya kwamba umemuona wakati bado hujamuona? Usijali Makaka, huu mchezo ni mdogo sana, wewe tuingie ndani, nilimjibu kisha nikasukuma geti ile na kuingia kinyemera kabisa, licha ya kuwa aliyesimama jikoni alifoka, lakini haikusaidia kitu. Tulikuwa tayari tumeshaingia ndani moja kwa moja. Macho alikuwa amelenga kule counter ambako palikuwa na watu wengi kabisa waliokuwa wamekaa, wengine wakiwa wamesimama. Nilitoa simu na kuanza kuipiga namba ile, na kati watu waliokuwa wamesimama pale kuna mmoja alitoka huko akiwa anaangalia simu yake. Mtu yule alikuwa amevalia vazi moja la mkoti jeusi refu sana pamoja na kofia. Alitoka na kuitizama simu bila kupokea. Makaka, mtu mwenyewe huyo hapo, nilizungumza, na baada ya mtu yule kupita bila kutuona na haraka sana tulianza kumfuatilia hadi pale alipotoka nje na kusimama getini akiangalia huku na kule, kisha akapokea simu na kuhoji. Uko wapi? Aliuliza. Sikumjibu zaidi, nilikata tu simu haraka kisha nikampigia simu afande wa Maya. Nimefika hapa Majaliwa, wewe uko wapi? Nimo ndani mzee. Na hapo getini kasimama huyo mwarifu. Nimeshamuona. Ndio huyo hapa amevalia nguo nyeusi Ndio mzee. Sawa. Afande, twendeni. Ilisikika sauti ya afande yule akizungumza kuwapa taarifa maafande, kisha nikakata simu, tukabaki kuchungulia tu kuangalia kazi inavyokwenda. Punde kabisa alionekana afande wa Maya akiwa anajifanya kama anapita tu, na kisha aligeuka na kumweka chini ya ulinzi Stefano. Nilitoka haraka sana baada ya kuona tayari Stefano ameshawekwa kizuizini. Hongera sana Majaliwa, tumefanikiwa kumnasa mtu aliyekuwa anaisumbua serikali kwa muda mrefu sana, na leo kanasika kiurahisi mno sana, alisema afande. Lakini macho yangu yalitaharuki, mapigo ya moyo yakadunda kwa kasi, damu ikaanza kuzunguka kwa kasi kweli kweli. Vipi Majaliwa, mbona una furaha? Aliuliza Makaka baada ya kuona nimebadilika sana ghafla. Sio yeye Stefano, sio huyo afande, nilijibu kwa hofu, na hapo Makaka akamtupia macho yule jamaa na alishtuka baada ya kuiona sura tofauti kabisa na ile Stefano. Hatujakaa sawa, simu ya Makaka nikiwa nayo mkononi ikaita kwa hofu, nikabonyeza kitufe na kuegesha sikioni. Hongera sana kijana, ilisikika sauti nzito, kisha akakata simu, na nilipojaribu kuipiga ilikuwa haipatikani tena. Aisee, kichwa kilielemewa na msongo wa mawazo. Moyo ulijikunja kwa hofu, vinyole vilitimka sambamba na nywele zikasisimka na kuzunguka kichwa kizima. Akili yangu ilihama na kwenda mbali kabisa duniani ilibaki mwili tu ambao ulikuwa umeganda tu hata usitingishike
Ulimwengu wa mawazo uliuchota ufahamu wangu na kuniacha nisijue nini nafanya kumnasa Stefano. Asa Majaliwa, tunafanyaje hapa na jamaa inaonekana kwamba aliujua mchezo wetu mapema kabisa akatuwekea chambo. Nasi kwa uroho tumenasika. Alisema Makaka punde tu baada ya kunitikisa na kunitoa katika dimbu zito la mawazo. Hatuna ujanja Makaka. Yaani hapa tumecheza kamali ya uhai kwa uhai. Yaani kwenye kamali kwa kawaida huwa ni pata potea, sa leo tumekosa kumpata adui yetu. Na tumempa nafasi ya kutuinda. Nilijibu huku mikono ikishikwa na baridi la ghafla. Aise, kweli hapa katuweza, lakini mbona sauti yake ndo yenyewe kabisa tuliokuwa tunawasiliana nayo? Itakuwa kuna ujanja umefanyika hapa. Na hayupo mbali Stefano. Akili ya haraka kabisa kama umeme ilimuingia Makaka, maana hakuelewa ujanja uliotumika pale. Bila kupoteza muda alirudi hatua chache hadi pale alipo afande wa Maya. Kisha akamtizama sana yule jamaa aliyekuwa anaigiza kama yeye ndo Stefano. Afande, itakuwa sija kutambulisha mapema. Mimi naitwa Makaka. Ni mlinzi wa nyumba familia anapoishi udogo. Nilijitoa tu kumsaidia kwenye hili, natumai kwamba yapo mengi tu ambayo alikueleza. Ndio, nimekufahamu atakalojitambulisha. Alijibu afande wa Maya huku akiwa anamtizama Makaka. Ulikuwa na lipi la kusema labda? Maana nimekusikia mnasema kwamba sio huyu, sasa kama sio huyu mwenyewe ni upi? Aliuliza afande huku akiwa anamfunga pingu jamaa yule na kumsukuma kwa askari mmoja amchukue amtoe eneo lile. Richa ya mvua bado ilikuwa inanyesha, lakini nasi tulikuwa tunavumilia tu ikiendelea kutunyeshea. Afande, nisikilize vizuri. Huyu jamaa hajatoka hapa kwenda sehemu yote ile. Nimekumbuka kabla ya tukio huyu jamaa kutoka kuja kusimama hapa nje na kujiigiza kama yeye ndio mhusika mkuu. Huyo bwana alidanganya kwamba yupo yadi. Hivyo nahisi atakuwa ameunganisha mawasiliano. Kwa mmoja yupo yadi na huyu ndiye ambaye alikuwa humu ndani ili atuzuke. Alisema Makaka. Hapana Makaka. Niliingilia na kumkatisha Makaka baada ya maelezo yale ya Makaka, na wote walishtuka na kunitizama haraka sana. Nilisogea hadi pale alipokuwa amesimama. Hapana ni Majaliwa. Unajua hili jambo limesha kuwa ni zito upande wetu. Hebu tuache mzaa, ujue kwamba tutakufa kama tutalichukulia serious. Naelewa Makaka. Tena naelewa vizuri kabisa hapa kwamba nimekumbuka jambo hapa. Unajua pale kaunta walikuwa wamesimama watu wengi tu na wengine walikuwa wamekaa kwenye viti virefu, si unapaona pale? Nilizungumza huku nikiwa nanyosha kidole kuelekea kaunta. Ndio. Pale alikuwepo Stefano bila shaka. Maana kumbukumbu kuna mtu nilimuona akiwa amemgeukia huyu jamaa pindi ambapo alikuwa ametoka. Hukumbuki kuna mtu alimtizama pale mara ya mwisho kabla hajatoka nje? Kweli niliona, ila hatukuwaza haraka kama utakuwa ni mchezo. Ina maana yote haya anafanya Stefano kwanza atakuwa bado hajatoka ndani, na bila shaka kabisa bado yuko ndani. Mnamaanisha mhusika bado yuko ndani sio? Alidakia afande huku akiwa anatizama kwa makini sana. Ndio afande, Stefano bado yuko ndani. Kwani kuna mtu mnamshuku atakuwa yeye ndiye? Ndio. Na hata baada ya kupokea simu nimesikia sauti ya hii nyimbo inayoendelea kulia hapa. Inamaanisha kwamba Stefano kachukua laini ya huyu hapa aliyekuwa ameshikwa, na huyu aliyeshikwa ndiye alikuwa anatumia namba ya Stefano ili kuweza kutoa data. Hivyo Stefano bado yupo ndani, na hapa tuliposimama itakuwa natuona kabisa. Nilisema na wote wakashtuka sana. Hebu naomba tutoke hapa haraka sana. Kama vile tumeondoka, atajua tu kwamba tumeondoka naye atajifanya kutoka. Yaani hii ni plan B. Kama tutatekeleza hapa basi na imani kwamba tutakuwa hatarini kabisa yani. Huyu mtu si mtu wa kawaida. Nilizungumza kuhakikisha kwamba tunaweka mtego sawa. Wote walitikisa vichwa kwa pamoja kuashiria kwamba njia ile wameipokea. Lakini afande wa Maya alitoa sauti baada ya ukimya mfupi kutawala. Kweli, lakini naomba niongeze neno hapo. Njia yako sio baya, ila iwe hivi. Tuingie kwanza ndani, tujifanye kama vile tunamtafuta, lakini tutatoka nje na kuchukua maficho kama vile mna uhakika yumo ndani. Basi uhakika atatoka tu kama ulivyokuwa umesema, na akitoka tu atakuwa ameingia mtegoni kirahisi sana. Alisema afande huyo. Hapo sawa mzee wangu, safi kabisa hiyo. Lakini itabidi mmoja niingie naye ndani. Nani mmoja hapa tuingie pamoja? Aliuliza afande yule huku macho yake akielekeza kwangu. Makaka akajitoa, lakini nami nilisema na kumwomba afande tuongozane. Hapana Majaliwa, ujue wewe ndo mwindo mkubwa hapa. Sasa usifanye jaribio la hatari namna hiyo. Alisema Makaka huku sura yake ikionyesha mashaka makubwa kweli kweli. Hapana Makaka, wewe niamini. Mungu aliyenivusha vikwazo hadi kunifikisha hapa ndiye atakayenivusha katika hili pia.
Hakuna mwanadamu kuweza kuichukua roho yangu kama Mungu hajaridhia itoke. Imani yangu ipo kwa Mungu tu. Sawa, Mungu anakulinda, ila usijali makaka, wewe baki tu hapa. Mimi niingie ndani, ikitokea kwamba nimekufa basi nitakuwa nimekufa nikiwa naitafuta haki yangu. Nilimjibu kijasiri makaka na kumwacha machozi yakiwa yanamlenga-lenga. Jichunge mdogo wangu, alisema makaka kwa mbali, sauti yake ilipenya barabara kupitia tundu zangu zilizokuwa wazi za masikio. Bila kupoteza muda tulichanganya miguu tukipita katikati ya wimbi kubwa la wateja waliofurika ndani ya baile. Wengine walikuwa wima kabisa wakicheza muziki huo wa taratibu kabisa, na wengine walikuwa wamekaa tu wakifurahia unywaji. Moja kwa moja tulielekea hadi kaunta ambapo na hisia zangu hazikunidanganya kufika hapo. Habari yako mrembo, alitoa salamu ya upole kabisa afande, huku akiachia tabasamu angavu na kuiweka sura yake katika mazingira ya utulivu kabisa na kuvutia kwa tabasamu lile laini kabisa. Binti yule naye alionyesha tabasamu baada ya salamu ile, huku naye kimjibu, "Salama anko, karibu, sijui nikuhudumie nini?" alihoji dada yule aliyekuwa msaidizi ndani ya kaunta ile. Mrembo kama wewe jamani, una kila sifa ya kuitwa mrembo. Umependeza sana. Na hako kachini kako chingoni?" alipitisha utani afande wa Maya, huku wateja wengine wakishtuka na kumtizama, kwani walishangaa maneno yaliyokuwa yanaanguka kichwani mwa afande huyo pasina kujua kwamba ni nani hasa, kwani afande wa Maya hakuvalia sare za kazi. Alikuwa kavaa tu kiraia tu, kitendo kilichowaacha hoi wateja waliokuwa wamesikia maneno yale. Mzee anatema madini, hebu msikie. Ilisikika sauti ya dada mmoja hivi aliyeonekana ni mhudumu akichukua bia kaunta akiwa na mwenzie. Wakacheka kisha wakasimama kumsikiliza afande. "Asante anko, nashukuru sana, sijui nikuhudumia nini?" alirejea swali lake la awali kabisa binti yule. Hapa nihudumie wewe sawa mrembo Yaani ulevi wangu uwe ni wewe tu." Na kutania bwana. Kuna rafiki yangu alikuwa kasimama hapa pa muda wa dakika kama 5 hivi zilizopita. Alikuwa kavalia mkoti fulani hivi mrefu mweusi, sijui ameenda wapi, aliuliza afande. "Ni mweusi?" Ndio, mweusi ila si sana, alikuwa amesimama hapa muda si mrefu." Ameacha kinywa chake hapa akasema kwamba anaenda chooni, naona bado hajarudi, kama mnaweza kumsubiri hapa atarudi muda si mrefu, alijibu binti yule. Sawa. Hebu nipatie Grand Market hapa nipate kuchamba kwa huku nikiwa namsubiri hapa. Alisema afande huku akiwa anaendelea kuigiza kama vile ni mteja, lakini tukiwa pale kwa mbali niliona kuna mtu alikuwa akitoka upande ilipo choo. Alikuwa amejificha kwa kofia huku akiwa na mkoti ule. Mtu yule alionekana kutembea kwa kasi huku akifunika kofia yake upande. Kwa kuwa mwanga hafifu ulikuwa ndani mule, ilikuwa ni ngumu sana kuweza kutambua sura yake. "Mzee, yule pale Stefano anatoka pe." Nilitoa sauti na kumshtua afande baada ya kuthibitisha kwamba yule bwana ndiye Stefano mwenyewe, licha ya kuwa sura yake sikuweza kuitambua, lakini mwendo ule niliutambua vizuri sana. Haraka sana afande wa Maya alitoa hela, kisha taratibu kabisa tukaanza kumfuatilia Stefano, ambaye bado hakujua kama tulikuwa tunamfuatilia kwa nyuma. Aliamini kwamba tumetoka eneo lile bila kujua kwamba tulikuwa tuko nyuma yake. "Makaka, mpigie simu makaka atoke pale mlangoni, jamaa atashtuka pale." Nilizungumza huku nikiwa niko makini kabisa kujikinga kwa watu. Alipokuwa anageuka Stefano mara moja, afande alitoa simu na kumpiga namba ya makaka, kisha akampa maelekezo haraka sana. Makaka akasogea pembeni na kujificha kwenye gari moja lililokuwa limeegeshwa kando kabisa ya geti hilo. Aste tulizidi kumfuatilia Stefano hadi pale alipokunja kulia kuelekea parking. Ile anafika kujisha kitasa cha mlango wa gari, ndipo afande wa Maya alipochoma bastola yake na kumwelekezea, kisha akafuatisha kwa sauti nzito kubwamuru, "Tulia kama ulivyo, ukijitingisha tunakutufua ubongo, kuanzia sasa uko chini ya ulinzi," alisema afande wa Maya huku akiegamisha mdomo wa bastola juu kabisa ya kichwa cha Stefano. Sauti ile ilimfanya bwana Stefano atulie, asifurukute, kwani alijua wazi kwamba akileta ujanja atapoteza maisha. Aliachia kitasa cha mlango wa gari taratibu kabisa, huko mikono yake akipandisha hewani na kuunganisha nyuma ya kisogo chake, mikono juu. Aliendelea kuzungumza afande, kisha kumwamuru Stefano anyanyue taratibu kabisa mikono ile. Stefano alizidi kufanya kile alichokuwa akisema afande, na kisha afande akaanza kumswaga atembee kutoka mazingira ya parking. Majaliwa, ndio yeye huyu mpumbavu mkubwa yeye. Ndio jenyewe kabisa, yani jitu lisilokuwa na haya wala chembe hata aibu. Alhamdulillah, dua zangu Mungu azisikia. Na hajaishia kuzisikia tu, bali amezijibu.
Sasa kidogo utapumua mdogo wangu. Yaani ili jitu likasote lumande na wewe uishi kwa amani, sawa Unakosa gani na mdogo wangu hadi wayawinde maisha yako kiasi hiki? Hivi binadamu tuna nini? Mbona tupendani kiasi hiki? Yaani leo baba jitu zima kabisa linataka kutoa maisha mtoto kama huyu, wewe utafaidika nini sasa akifa huyu? Una dhambi kubwa sana mbele ya Mungu wako wewe. Na hata kama utamua, basi ujue kwamba bado utakuwa na deni la kulipa siku ya mwisho wewe. Moyo wa Makaka ulikuwa umetoka kwa hisia za majonzi, mdomo ukawa unatoa sauti hisia za ndani kabisa ya moyo wake. Makaka aliongea maneno makali sana huku akimtizama Stefano akisukumwa kupanda defender. Kweli mikono yangu haisiti kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kunipigania wakati wote na kuhakikisha bado mja wake anaendelea kukanyaga tandiko lake. Licha ya kuwa kaniacha nipite katika darasa la mitihani. Sauti yangu itamsifu kwa utukufu na ukubwa wake, si kwa mapenzi na uwezo wangu, ila kulia kwangu ninaye Mungu anayenilea na kunivumilia katika mapungufu yangu. Nilijibu kwa sauti ya kiume, sauti iliyokuwa imejawa na ujasiri kwa mtu ambaye angelisikia sauti ile asingezani kabisa kama ni kijana mdogo, kwani sauti ilikuwa imejaa msisitizo mkubwa sana. Mboni yangu ya jicho ilitua huku macho yangu yakitua ndani ya gari alilokuwa amekabwa na Stefano, akinitazama kwa jicho baya ajabu. Ndani ya muda mfupi baada ya mpango mzima ukamilika, alionekana kurudi afande wa Maya hadi pale tuliposimama pembeni kidogo tu ya gari hilo. Alisha pumzi kidogo kisha akazungumza nasi tukiwa tunamsikiliza kwa makini. Hongera kwa kamavu wenu. Na hongera Majaliwa kwa utimamu wako mzuri kabisa wa akili. Kama unakumbuka tulipokuwa tupo kituoni nilikueleza kuwa sijawahi kuonana na kijana yeyote mwenye uwezo kama wewe. Yaani wewe ni wa tofauti sana, yani uwezo wako ni mkubwa kama utafanikiwa mbeleni. Yaani kusoma basi elimu itakuwa ni kinga kabisa maisha yako. Unafaa kuwa mpelelezi wewe. Yaani wewe ni zaidi ya genius. Alisema afande wa Maya. Nashukuru sana mzee wangu, lakini shukrani zangu za dhati zikurudie wewe kwa muda wako uliokuwa umeutenga kuja kunisaidia katika hili. Nakili sana katika hili nisingelifanikiwa kama ningelikuwa niko peke yangu mzee. Si unajua kwamba kidole kimoja kivunji chawa? Nilimtupia swali akatabasamu afande kisha akajibu, "Ndio, lakini wewe hapana. Una kila sifa." Asante sana mzee wangu. Nami nawashukuru pia kwa kujitoa kwenu kulisaidia jeshi la polisi kuwanasa wahalifu hawa waliolisumbua jeshi la polisi kwa muda mrefu sana. Asante sana mzee. Tulijibu kwa pamoja. Lakini mzee vipi, nani atakayesimamia kesi? Niliuliza. Mzee akanyamaza kimya kwa sekunde chache, aligeuka nyuma na kuwatizama jamaa wale kisha akarudisha macho na kunitazama na mdomo wake ukaachia jibu. Jalada lao la kesi lipo muda mrefu sana. Yaani majina yao na kila kitu, hivyo kesi yao ni ya muda mrefu tu, serikali itakabiliana nao. Alijibu tena afande. Sawa, tunakushukuru kwa msaada wako mzee wangu. Naona hata mdogo wangu hapa atapata uweni. Alisema Makaka baada ya kuwa kimya tu kwa muda. Usijali, hili ni jukumu letu. Sasa ni ruksa tu kuondoka, rudini nyumbani mkaendelee na kazi zenu Sisi tutawashughulikia hawa. Sawa mzee wangu. Tunashukuru sana. Msijali. Tulizungumza kwa dakika kadhaa tu kisha afande aligeuka na kurudi garini, na muda huo gari ikawashwa na kuondoka huko nyuma akiwemo askari mmoja wa kuwalinda wahalifu. Hata siamini kama kweli tumefanikiwa kumkamata huyo bwana. Ila hivyo vitu haitoshi. Yaani ningepata nafasi ningemvunja hata kidole yani. Alisema Makaka. Serikali itasimamia haki. Hata kipato cha mtemakuni, uzuri ni kuwa hakuna mtu aliyekuwa juu ya sheria. Mama yangu alipenda sana kunifunza tumesema ambato leo hii naona faida yake. Yaani kila jambo linatendeka kwa ile misemo kuthibitisha kwamba wahenga hawakuacha jambo. Lakini Makaka, hilo ni moja tu lilotimia. Limebakia moja ambalo likitimia hilo nalo, basi nafsi yangu itakuwa ni huru kabisa. Nilizungumza kisha nikaweka kituo kidogo, nikipisha mate ya shuki kinywani, na hapo Makaka alinitazama kisha kauliza, "Ramusu ile mama sio?" "Ndio." "Sasa si ungemwambia afande naye akamkamate tu au namuonea huruma?" aliuliza Makaka. "Hapana, wakati mwingine ni busara hutumika kwanza." "Busara? Busara gani Majaliwa? Yeye mama waga anatumia busara yeye?" "Acha ujinga mdogo wangu. Yule hakupendi alafu unasema kwamba utumie busara? Hakuna cha busara kama umepata nafasi ya kuweza kumuunganisha naye tu huyo." Alisema Makaka kwa uchungu sana. Nikasimama na kufuta maji yaliyotapakaa usoni kufuatia matone ya mvua yaliyokuwa yametuchilizikia muda wote, kisha nikamjibu, "Hapana, hujuzu mnilangu Makaka. Mchana nilipoongea na huyo afande, nilimuomba niachie nafasi ya kuweza kumfunza ubinadamu ulivyo anti. Na pia nikaendelea kumuomba kwamba
Nikamwambia iwapo maji yatanifika shingoni basi nitahitaji msaada wake. Naye alisema kwamba tayari kesi imeshafunguliwa na amedai kwamba ikibidi swala hilo atalifikisha sehemu husika watakapoweza kushughulikia swala hilo. Makaka, unapoona kobe ameinama, ujue kabisa kama natunga sheria. Nilimjibu huku tukiwa tunatembea taratibu kabisa na kuacha uzio wa bahio kubwa kabisa Italiani. Sawa. Kwa hiyo yeye hatokamatwa kama ulivyosema mchana, si ndio? Ndio. Ila atakaponishinda basi nitamtaarifu afande na tayari pale kituoni kuna jarada la kesi yake. Hivyo sasa hivi namtafutia tu shahidi wa uhakika ili naye awe hatiani, na iwapo tu ataralisha maisha yangu ndipo atakapokamatilisha maisha yake. Hajui tu yani. Nilimjibu tena Makaka na safarini kaachia tabasamu, jambo ambalo Makaka hakuwahi kulishuhudia tangia anifahamu. Alionyesha tabasamu naye kisha akanishika bega huku tukizidi kutembea akasema, unapendeza sana ukitabasamu mdogo wangu. Yaani natamani maisha yako yote yawe hivi hivi, yani uwe mtu wa furaha na sio mtu wa kujikumbata tu muda wote. Inanitia unyonge sana hali ile ambayo ninayokuwa nakuwa nayo, sema tu nami ni kibaraka tu pale sina kauli. Mama Brenda ni katiri sana mama huyo. Yaani hilo alipingiki. Na ukweli ni simpendagi hata kama ni bosi wangu. Yaani huwezi kumdhania matendo yake kwa kificho cha sura yake. Yaani sura ni mtu ila moyo wake umejaa kutu. Alijibu Makaka huku safari ikiwa inaendelea kurudi nyumbani. Brenda bado majibu ya Majaliwa yalizidi kumuumiza kichwa chake. Usiku alikuwa amesalia ndani kwake akiwa kitandani huku wimbi zito la mawazo zikizidi kumzunguka. Yaani usiku wa leo mbona umekuwa mchungu sana kwangu? Yaani maneno ya Majaliwa yanazunguka tu mwilini mwangu tu, kichwa changu yaani hakiwazi jambo jingine lakini maneno ya Majaliwa tu. Lakini kweli Majaliwa anachokisema ni kweli kabisa, pengine namchukia tu bila sababu mtoto wa watu. Hajawahi hata kunitukana maskini. Hajawahi kunifanyia tukio lolote baya, kwa nini namchukia hivi lakini? Kuna sababu ya kumchukia mtoto wa watu asiyekuwa na hatia? Ina maana hapana. Kichwa tulia bwana, kichwa changu tulia. Brenda usiku huo ulikuwa ni mzito sana kwake. Alikuwa kazima taa ili alale lakini usingizi haukusogea kabisa. Kichwani mwake maneno ya Majaliwa yaliendelea tu kujirudia na kusukuma mbali usingizi ambao tayari alikuwa ameshaandaa mazingira ili aweze kupumzika. Alijaribu kufanya kila njia ili kichwa chake kitulie na yafutike maneno yale, lakini ilikuwa ni hora. Yani kila alichokuwa anafanya halikumweka sawa kabisa yani. Aliwaza hata anywe pombe lakini alisita. Alibaki akinong'ona tu mwenyewe tu asijue nani wa kumtwika mzigo ule wa mawazo. Huenda mdogo wangu Berinda yuko upande wa haki eti. Lakini hapana, nitajidanganya kumrudia Majaliwa, naomba niendelee na kazi yangu tu. Lakini kwa maneno sitaweza, nitumie tu njia ipi niweze kumshinda Majaliwa. Hadi kichwa kinachemka yani. Aliendelea kuwaza. Aliamka na kuketi kitandani miguu ikiwa iko chini. Aliwaza njia nyingi za kuweza kumuua Majaliwa lakini kila njia aliona kwamba haifai. Licha ya kuwa chumba hicho kilikuwa na self contained lakini aliwasha AC lakini mwili wake ulikuwa unavuja jasho tu. Mwisho aliona ni vyema alale tu, atajua nini cha kufanya kutakapopambazuka. Aise, tumechelewa, taa zote zimezimwa yani. Inamaanisha wameshalala sio? Niliuliza punde tu baada ya kufika nyumbani kwa haraka baada ya kupata usafiri uliotufanya tufike muda ule. Itakuwa sinaona taa zote za sebuleni zimezimwa? Alijibu kwa swali Makaka huku akifunga geti na kusogea ndani zaidi. Basi sawa, ngoja mimi nikaangalie utaratibu, kama mlango umefungwa leo ndio nitakoma sasa. Poa, hebu kacheki kama wameshafunga utalala mkwangu au sio? Ila kama geti dogo wameliacha wazi basi na imani kwamba hata huko unako utakuwa kupo wazi. Poa, ngoja nikaangalie. Nilijibu na kutoka nilipokuwa, na nilipofika mlangoni ulikuwa umeegeshwa tu haraka sana limuonesha ishara Makaka kuwa upo wazi, kisha nikaingia ndani kwa wiziwizi hadi chumbani kwangu. Palikuwa giza, hivyo nikapapasa ukutani hadi nilipopata kitufe cha kuwashia taa, nikabinya. Baada ya kukipata lakini nilikumbwa na ushtuko mkubwa sana baada ya macho yangu kuelekea kitandani na kukutana macho ana kwa ana na mjomba akiwa ameketi kitandani akionyesha kunisubiri kwa hamu kweli kweli. Unashtuka nini? Unaweza kuonesha hizo dawa ulizozifuata? Mjomba aliniuliza kwa ukali huku akiwa ananitazama kwa macho makali kupitiliza. Aise, sikuchezea fimbo kweli hapa.
Basi tukutane katika sehemu ijayo. Pengine naweza kumueleza ukweli wa mambo yote yaliyotokea alafu mjomba asinichape. Jamani, hao ni mawazo yangu tu, msimuliaji director Owen, lakini namaanisha kwamba ni mwisho wa sehemu ya 8. Ila kilichoendelea zaidi usikose kuungana nami katika sehemu ya 9, nitakujuza. Ndani ya S-Mix app naipata mpaka mwisho kabisa. Kama unatumia iPhone tucheke kupitia 0677062012. Hujachelewa kuipata mpaka mwisho, simulizi nzuri kweli kweli itwayo Mungu Nione. Tukutane katika sehemu ya 9.